Mimi kwa majina naitwa Datius Nobert, mshabiki wa Pamba Lialia. Mimi ni mkazi wa hapa Kirumba. Mimi Pamba nimeanza kusupport tokea ikiwa championship. Pamba nimepambana nayo kutoka ikaenda Arusha tukasafiri mechi mbalimbali kwa championship. Kwa hiyo mechi kama ya kwanza kama leo kupata matokeo sare na timu ambayo karibu kama kiwango wanalingana, mechi ya nyumbani kupata matokeo na Dodoma, yani mechi inaumiza sana. Inaumiza sana, matokeo mabaya sana kwetu. Maana hususan ukiangalia tuna mechi ngumu inayokuja tarehe 19 na Simba. Kwa unapopata matokeo kwa timu ambayo unalingana nayo kiwango, matokeo sare ni nyumbani, je, ukienda kwenye na kuacha. Ila mimi ninachotaka kuambia benchi la ufundi, timu inacheza lakini iko tempo ya chini sana. Ongeze jitihada za kupambana, za kuchangamka uwanjani. Hususan ukiangalia kitu kingine ambacho kinaifanya timu ipoze, wengi wachezaji wengi ni wageni sana. Ukiangalia kikosi cha leo kilichoanza na hisi ni wachezaji kama watatu ambao walikuwa ni wenyeji waliobaki. Kama wachezaji 8 hivi wote ni wageni. Kwa hiyo Mwerwano yani ni mgumu sana. Namuomba kocha ajaribu kubadilisha mfumo. Badilisha mfumo tuangalie kupata matokeo. Mechi kama hizi ambazo tunalingana. Na kitu kingine cha pili, uongozi wa TFF ubadilishe nani utaratibu wa kuingia kwa tiketi. Yaani ukiangalia leo sisi tumekuja kuingia uwanjani Hamasa, niingia mpira ukiwa na dakika 40 kipindi cha kwanza. Kwa wengi mashabiki wengi wamerudi nyumbani. Kwa sisi utaratibu ni mbovu. Yaani taratibu ni mgumu mno. Unakuta wengine wana timu za Kiswaswadi. Mwenye Kiswaswadi ndio kwa hawezi kuingia kuangalia game. Kwa hiyo naomba ujaribu utaratibu kwa utaratibu mzuri, ujaribu kuboresha. Maana ukiangalia mechi ya leo ilikuwa ni ya saa 8. Mtu hawezi kuja kukaa kwenye foleni masaa mawili asubiri tiketi. Mechi ukiangalia mechi ni ya Pamba na Dodoma. Anaangalia bora akaondoka akaangalia upande umiza. Na naamini na mechi ya kama ya tarehe 19 ya Simba na Yanga kama utaratibu wa Simba na Pamba kama utaratibu utakao ndio huu, basi utakuwa wachache sana. Au lawama itakuwa ni nyingi. Jaribu kubadilisha, yani uingiaji uwe kuboresha zaidi sana. Unaona kama kipindi cha msimu uliosha wa ile N-card mtu alikuwa anakata hata ikiwa na siku 2. Nakuja anaonyesha ile kingine anafanyaje, nasoma naingia. Lakini utaratibu kwa ni mgumu sana, mgumu mno. Wengi mashabiki nadhani nimeona waandishi wa habari. Ukiangalia washabiki waliokuwa ndani walikuwa ni wachache, ilikuwa ni robo. Yaani robo tatu yote imerudi nyumbani au imebaki nje. Yaani kwa hiyo la kwangu ni hayo. Naomba kitu kingine, mashabiki wa Pamba wazidi kujitokeza. Timu yetu ndio hii ya Mwanza. Hatuna timu nyingine yote ile ambayo tunaitegemea hususan mkoa wa Mwanza. Mwanza tumelala sana. Yaani ukiangalia hamasa iko chini sana. Unafikiri shida iko wapi kwa upande wa mashabiki ninyi hamasa kulala kuwa chini? Mashabiki ni viongozi wa ngazi ya juu wa timu. Kwa sababu ukiangalia leo hii kuna mashabiki wengi wamejitokeza. Wenzangu ambao tumekuja nao tukafika nje, lakini nakuta utaratibu mbovu. Maana kama yeye amekuja kuisupport timu, anafika nje anakuta ni masuala maana wakati yenda mbele wewe na kipaumbele cha kuingia ndani kuisupport timu yake kupata matokeo. Lakini anaingia mlangoni ni wa kumsukuma kukaa hivi, inaonekana kwamba ana samani. Anaona bora aende kuangazia hivi andaumiza. Au na wewe mmoja wapo ya mwanga, yani mwanga tu tukisema bwana lolote kile ndio hivyo. Yani naomba viongozi wa ngazi za juu, yani timu waipe support. Sisi tuna mashabiki wengi ambao tumepambana nayo. Pamba hii anatoka hapa anaenda Arusha na tumepambana sisi, tumeacha kazi zetu tukaenda Arusha, tukasafiri, tukaenda Msoma, tukaenda Dar, kisa ni Pamba. Lakini leo mimi siamini kama mechi inaweza kuwa CCM Kirumba, shabiki yuko Kitangiri, yuko na Bwiru, yuko Nyamanoro, akakosa kuja hapa. Kama alikuharibu safari zake akaisupport kutoka huko, anaweza kuja kuangalia mechi, lakini utaratibu ni mbovu. Ajaribu badilisha utaratibu, watu kuwapa hamasa kuingia uwanjani. Majina naitwa Haji Suleiman Haji Mashindike, mshabiki wa Pamba Jiji. Tumepokea matokeo haya kwa masikitiko makubwa, kwa sababu ile mechi ya kwanza na inatakiwa push, inatakiwa wafanye vizuri. Sisi tupo hapa tunakesha, tupo tunawashabikia, tupo tunahangaika kwa hapa hamasa ya kutosha, lakini niseme tu tunasikitika kwa wametuangusha wachezaji wetu, wametuangusha, wamecheza sana chini ya kiwango. Hivyo yani najisikia vibaya sana bro. Unafikiri shida imekuwa wapi kwa kikosi hiki ambacho tumeweza kukiona kwa leo mpaka unasema kwamba imeletea masikitiko kwenye mchezo wa leo? Nafikiri tu kikosi cha leo, nafikiri bado hajazoeana wachezaji wetu. Kozi wao wenyewe unajua wachezaji wengi sana wameuzwa sana wachezaji wengi. Na mimi na masikitiko makubwa kwa sababu viongozi wanatambua, wanaelewa kwa nini wauza wachezaji wote. Na wakati sisi tunajitafuta ili mwisho wa siku twende klabu bingwa, tukacheze klabu bingwa, tukacheze shirikisho. Lakini tunaona ndio wanauza wachezaji na hatuna sisi cha kusema kwa sababu ndio uongozi. Tutafanyaje sasa brother? Wachezaji wameuzwa, wengi ni wageni kama unavyoona, hawajazoeana. Beki namba 2 amecheza chini ya my brother, inanyumiza sana bro. Pengine kama mashabiki, yapi matarajio yenu hasa? Matarajio yetu sisi bwana, mwaka huu tunataka tupenye nafasi top 4 pale. Sisi kama mashabiki leo yetu tumekuja tunajazana uwanjani kuhakikisha tunashabikia timu yetu apate matokeo bora, matokeo mazuri. Mwisho siku mechi ya kwanza tuna draw bro, inaumiza sana. Benchi la ufundi na uongozi wa Pamba Jiji wakae waangalie. Mechi ya kwanza bro tunatoa draw. Ilikuwa kivyovyote lazima tushinde mechi ya leo. Hii ndio hivyo.
tunapokea na hakuna noma. Bwana pole sana kwa matokeo. Asante sana.